Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka. Utukufu wako Bwana ni wa ajabu. Asante ni kwa sababu Bwana Jehova Jire umenipa nguo ya utukufu, mfalme mwema, na ukanifanya kuwa chombo kile Bwana mfalme wewe ulikichagua wewe mwenyewe, na ukaweza kuniondoa katika mambo yote yale mfalme wa ajabu ilikuwa sio mambo ya kueleweka. Ukaniweka katika mwelekezo wako Bwana, na ndio Bwana mfalme wa ajabu niweze kutenda mapenzi yako. Ninawaombea watu wote Bwana Jehova Jire katika uwezo wako na katika nguvu zako mfalme, waweze kustambua wote mfalme wa ajabu, na waweze kujua mtakatifu ya kwamba umewapa umewapa favor katika maisha yao Bwana Jehova Jire. Unmerited favor iko juu yao Bwana mfalme wa ajabu. Utukufu wako Bwana u pamoja nao, uweza wako wote Bwana uko pamoja nao, uzima wako wote u pamoja nao Baba, ukweli wako wote uko pamoja nao, na uponyaji wako wote Kristo Yesu u pamoja nao. Wewe ndiye Bwana Jehova Jire uliweza kukuja ukiwa mwenye haki, na ukachukua dhambi ya wenye dhambi, na wale walikuwa wenye dhambi tulikuwa sisi, ukaichukua Bwana ukatufanya kuwa wenye haki. Ulikuta watu wamejaa magonjwa na watu wasio na akili jema, lakini Bwana ulichukua hiyo nafasi ukatupa akili zako jema, na ukatupa na ukaondoa magonjwa yote Bwana, tukapokea uponyaji, na wewe ukabeba magonjwa yetu mtakatifu. Asante Mungu wangu Bwana wetu Yesu Kristo. Ulitukuta sisi wote tukiwa wafu, ukachukua kile kifo kilikuwa ndani yetu mtakatifu, na ukatupa uzima wako na uhai wako ukanena ndani yetu. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Tulikuwa tukifikiria tukiomba Bwana Jehova Jire tutasikika, tulikuwa tunafikiria tukiomba tutapendeka, kumbe Bwana Jehova Jire ilikuwa tu kazi ya bure. Tukajaribu Bwana Jehova Jire kujionyeshana na kujitukuza kwa kujitolea, kumbe hayo yote ilikuwa mambo ya bure. Asante Mungu wangu ni kwa sababu ulituambia ya kwamba tupumzike ndio wewe utufanyie kazi. Ukatuondoa katika kazi yetu, ukatuondoa katika sheria ile ilikuwa inatudhihaki kila wakati. Recredited didai considerate didai consintarity didai contribina project didai consandara materia grebeteria dia jangranity ulia brusha la bagando ribosha la baganda la baboria progressed didai father bamba riboria denetoria dengeneso tokoda gananga gizanga gilina goloka kalanga ginasa gilama galina olodete didai father Jehovah God. Utakatifu na uaminifu zote Bwana Jehova Jire sikawa pamoja nasi. Macho yetu ikafunguka ya rohoni, sasa tukaona kitu mambo tofauti. Masikio yetu tukasikia Bwana Jehova Jire mambo tofauti. Tukatembea katika utofauti wote wa wanadamu Bwana Jehova Jire, mpaka Bwana mfalme vile ulivyokuwa unavyopenda. Asante Mungu wangu na baba yangu mwenye nguvu na mwenye utukufu, ninakuinua na kutukuza Bwana Jehova Jire. Umilele wako wote udani yangu. Hallelujah. Tunaishia katika kazi imekwisha katika msalaba. We defenesete didai consintarity balaki una sevetari ya divazi litimasete didai Father Jehovah God. Pokea sifa ni kwa sababu ya kufanya ulimi wangu Bwana Jehova Jire uwe mwadishi Bwana Jehova Jire, mwadishi yani ako na uelevu wa kuelewa Bwana Jehova Jire mtakatifu kulingana na vile wewe upendavyo. Didai Father. Thank you my Lord Jesus, ni kwa sababu ya knowledge, wisdom, knowledge ile Bwana Jehova Jire umeweka ndani yangu mfalme. Retemasete didai Father, revelation knowledge, my redeemer, glory, masteria, diversity didai Father Jehova God. Word of knowledge in my heart, my lengla mange soto ni malite didai gonsereteria malede netaria desire, a faith in my heart, my redeemer, free grassesete didai consantara babo shekenasete didai Father Jehovah God. Asante Mungu wangu na baba yangu kwa uweza wako na kwa nguvu zako. Wewe ni mfalme na wewe ni mwenye uweza, na ni katika jina lako Yesu Kristo ninakataa kila nguvu, kila roho, kila mamlaka inaojinua juu ya neno lako Bwana Jehova Jire wakati tunapolisikia. Ninaombea mioyo ya watu hawa Bwana Jehova Jire mtakatifu, walipokee neno lako Bwana kulingana na vile wewe mwenyewe Bwana mtakatifu wangu upendavyo, kwa uweza wako na kwa nguvu zako, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Yu mwaminifu, yu mwaminifu Mwokozi, yu mwaminifu,
yuaminifu Mwokozi, niwagĩrĩire Mwathani, niwagĩrĩire Mwathani. Kutoka juzi tunazungumzia kuhusu sin through Adam, vile dhambi iliweza kupitia kwa mtu anayeitwa Adam, vile dhambi ilisababishwa na ikaweza kuingia katika ulimwengu, na hiyo dhambi ikafanya mwanadamu yeyote aliye katika ulimwengu aweze kuitwa mwenye dhambi. Lakini neno linatuambia vizuri sana, sio sisi tulioitenda dhambi ilinganao na kosa la Adamu. Sisi tumekuta dhambi imefanywa na sisi tukahesabiwa kuwa wenye dhambi, ni kwa sababu ya huyo mtu mmoja aliyeitenda ile dhambi. So ninashukuru Bwana sana, ni kwa sababu ile dhambi hata kama ilifanywa na mtu mmoja, Bwana hakumwachilia, aliweza kumfungua. Bwana asifiwe. Na vile alivyomfungua huyo mtu mmoja, hivyo ndivyo hata mimi na wewe ametufungua. Bwana asifiwe. Neno linatuambia, unajua hii ni continuation na ama ni part 3 ya sin through Adam. Na tukiangalia neno la Bwana asubuhi ya leo, tunaona ya kwamba wacha tuweze kufungua neno pamoja nawe, na tutaweza kuona Mungu aliweza kumfungua mtu anayeitwa Adam ama hakumfungua. Lakini kabla ya kufika mahali pale, kwanza tuone vile walivyofanya katika kitabu ya Genesis 3. Tuliguza jana lakini hatukusoma, lakini nataka nisome ndio watu wale tunaoandamana na hawajawahi kuwa pamoja nami nikifundisha haya waweze kuelewa tunasoma wapi. Genesis 3 from 6 mstari wa 6. Genesis 3:6 inasema ya kwamba inasema, and when the woman saw that the tree was good for food, was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Ya Kiswahili inatuambiaje? Ati mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akara, akampa na mumewe, naye akara. Wacha turudi katika Genesis 2:17. Genesis 2 mstari wa 17. Akachuna ile matunda akakula, na tena akampa na mumewe. Lakini wacha tusikilize 17. Kama Mungu alikuwa amesimama kwenye mwanya wa kumkanya Adam kuhusu hiyo tunda waliweza kukula. But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana asifiwe. Na Mungu na Adam, wakati Mungu alipomnenea Adam katika hiyo Genesis 2:17, na akamwelezea kwamba ukila ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya kwa uhakika utaweza kukufa. Na masikioni mwa Adam akasikia ile sauti ya Bwana ikimnenea kwa kumwelekeza, kumfundisha na kumtia kumpa hekima vile atakavyokaa katika shamba la Edeni
kwa uwezo na kwa mamlaka, ndio aweze kutawala ile samba akiwa na uwezo na mamlaka ya Bwana. So Mungu hakuwa anamwambia hivyo kwa sababu hakuwa anataka akule ule mti, lakini alikuwa anafundisha moyo wake ya kwamba kuna mambo mengine hata kama yanaonekana yakiwa mazuri, hata kama yako pamoja na yale yanaonekana yakiwa mema na yale yanaonekana ya kupendeza, mambo mengine hata kama inaonekana ni ya kupendeza, haifai machoni mwa Bwana. Bwana asifiwe. Ngai arogoso mwathani arokumio. Ati na wakati huo Adam hakuweza kuelewa vyema. Ninasema hivyo, Adam hakuweza kuelewa vyema kulingana na vile Mungu alivyokuwa anayemnenea. Alikosa kutambua sauti ya Bwana kwa ukamilifu kulingana na vile Mungu alivyokuwa anataka aweze kupata. Na wakati Adam alikuwa katika ile saba la Edeni, ikawa yeye wakati Genesis 3 tumeifika, tunaona ya kwamba Adam sasa tunaona mkewe ametolewa, yani sasa tunamuona vizuri wakiwa na wanazungumza, wakiwa na mazungumzo na bibi yake, wakiwa sasa wamekaa pamoja mpaka wakati ukafika mkewe akawa ako na nafasi ya kuzungumza na hata yule serpent. Na Adam sio ati alikuwa bali, alikuwa tu pale. Na ni nini walikuwa wanazungumza juu yake? Walikuwa wanazungumza juu ya yale Mungu aliyokuwa ameyanena wakati alipokuwa anaambia Adam, usile mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na wakati mtakapokula kwa uhakika mtakufa. Kwa hivyo nyoka ama shetani yule aliweza kuingia ndani ya serpent, alikuwa anajua yale Mungu alikuwa ameyanena, na alikuwa anajua ile siri imo ndani ya shamba lile la Edeni. Na kwa hivyo hata wakati alipokuwa anaenda kwa Eve, alikuwa anajua ya kwamba Adam, ndani ya moyo wa Adam kuna siri, na anatambua, na Adam anajua ya kwamba kuna kile Mungu alimweza kumwambia, lakini alipitia katika njia ya Eve, sababu alikuwa anajua sio Eve alisikia na masikio yake, ila ni Adam alisikia, na akatambua ya kwamba yani Adam hajawahi kalisha bibi yake chini amwelezee vizuri kuhusu huo mti wa ujuzi wa mema na mabaya kulingana na vile Mungu alivyokuwa amemwelezea. So ndio alipata njia ile rahisi sana, ni kupitia kwa bibi ya Adam na ndio Eve, ndio aweze kuangalia kama anaweza pata njia ya kuingia katika mahali pale Mungu alikuwa anataka wasiweze kufika. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana wangu na Mungu wangu sana, ni kwa sababu hata kama wakati Eve aliweza kuulizwa maswali yale yote, aliweza kuulizwa na yule serpent, Eve alijibu kulingana na vile alivyokuwa anajua. Eve alijibu kulingana na uweza ule alikuwa nao, kwa kuwa hivyo ndivyo alikuwa ameshika ama amepata kutoka kwa Adam. Na hata kama aliambiwa vyema, yeye alinena jambo hilo katika alikosoa neno lile lilitoka katika kinywa cha Bwana. Mambo haya, wacheni watu wa Mungu, tukihubiri, tukisoma neno, tunanena mambo fulani, tunasema ya kwamba wakati tuko ndani ya nyumba la Bwana, kuna watu wanahubiriwa, na wakati wanapohubiriwa ndani ya nyumba la Bwana, wanapokea lile fundisho tofauti sana na vile mtumishi wa Bwana amefundisha. Sababu watu wengi hawakuagi attentive wakati neno linapohubiriwa. Wao ni wajikute ndani ya nyumba la Bwana tu. Wao ni wajikute mahali pale wakifungua Biblia. Wao ni wajikute mahali pale wakiasha. Wao ni wajikute tu mahali pale wakiwa Mother Guild. Wao ni wajikute mahali pale wakiwa na Kora. Wao ni wajikute ndani ya nyumba la Bwana wakiwa sasa ndio wanasomea watumishi wa Bwana Biblia. Ama wao ndio wanaongoza kwaya, wanaongoza Sunday school, wanaongoza
wanaongoza ni men's fellowship, wanaongoza men's fellowship, women's fellowship. Wao ndio yani wanaopanga kanisa. Hiyo ndio tu ile jukumu wanaokuwa nayo mzito sana katika maisha yao. Lakini asubuhi ya leo ninataka kukuambia ya kwamba hayo yote haina faida. Hayo yote haina haja. Haja kubwa ni ya kwamba ndani ya nyumba la Bwana neno likasema ya kwamba mahali watu wawili watatu wamekusanyika ni kwa ajili ya neno langu, nami nitakuwa pamoja nao. Na mahali pale Mungu akasema atamwaga baraka zake. Watu wengi ndani ya nyumba la Bwana, wakati watu wamekusanyika, hawabebagi baraka ya Bwana. Kwa nini? Kwa sababu hawako pale kwa sababu mioyo yao inahitaji kupokea. Wako pale kwa sababu wako na duties. Wako hapo ni kwa sababu ya activities. Wako na duties. Kwa hivyo hata wakati anapoondoka, anaondoka na vile watu walikuwa wamevaa. Watu walikuwa fulani alisimama akasema, na sio kitu ya kumsaidia, hata ni kukosoa anakosoa. Hawajaenda pale kwa sababu ni wapigaji wa keyboard, kwa sababu ni wale wanapanga ota. Wako hapo ni kwa sababu ya kazi. Lakini hawako hapo ni kwa sababu ya ufunuo ndani ya mioyo yao, ndio waweze kutambua mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Na nena haya yote kwa sababu ninaelewa na ninajua Adam alikuwa katika shamba la Edeni. Mahali pale Mungu alikuwa ameweka wakfu. Mahali pale atamweka mtu yule anayependa na anayetaka kufunulia siri ya ufalme wa mbinguni kila wakati. Lakini hata kama Adam aliwekwa katika lile shamba la Edeni, mahali pale Mungu alikuwa amepachagua ni kwa ajili yake, ya mtu yule anayependa. Adam hakutoka na moyo wa Mungu mahali pale. Hakupokea yale yote Mungu aliyokuwa ameipanga ndio iweze kuwa msaada kwa yule anayependa. Adam alitoka pale na laana badala ya baraka. Kwa nini? Kwa sababu ya ignorance. Alidisobey the voice, alidisobey the plan of God, alidisobey the righteousness. Alikiuka mipaka yote, akaingia katika ule mpaka Mungu alikuwa amemwekea, kwa sababu kumwambia ya kwamba usile mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na wakati utakapokula kwa uhakika mtakufa. Bwana asifiwe. Alikiuka mpaka ule alikuwa amewekewa. Yeye jicho lake wakati lilipofunguka, lilifungukia katika nafasi ya kujidharau mwenyewe. Alijidharau mwenyewe mpaka akakuja katika nafasi ya kujilaumu mwenyewe. Bwana asifiwe. Watu wengi wako kanisani na wako pale saa yote, hata wakitoka kanisa wanajilaumu. Haleluya. Kwa kutokujua ya kwamba ni wewe haukuweza kupokea kile kinapofundishwa. Ni wewe ulifungia moyo neno la Bwana. Ni wewe ulifungia moyo mtumishi wa Bwana. Adam akamfungia Mungu moyo. Alimzuilia kupenetrate ndani yake. Watu wengi neno la Bwana hata wakati linapohubiriwa halipatangi nafasi ya kupenetrate, because ndani ya mioyo yao kuna shughuli nyingi. Ndani ya mioyo yao kuna mambo mengi. Ndani ya mawazo yao imezuilia wao kupokea na kuelewa mapenzi ya Mungu katika nafasi yao. Riko bazana zanaza. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuanga namna hiyo. Sio kanisa iko na shida, sio watumishi wako na shida,
Kwa sababu hata huyo mtumishi unasema ako na shida, hata kile alifundisha haujui, haukubuki, hauelewi, hautambui. Hata ukiulizwa ni wapi hauwezi jua wala kuelewa. Ukiambiwa ufundishe mtu mwingine, wewe unasema haujafika wa kufundisha. Nani amekuambia? Kile unafundishwa hicho ndio unafaa kupeana. Bwana asifiwe. Adam alifundishwa na Mungu yale yote alifundishwa, lakini hakuweza kumwelezea bibi yake Eve vyema kulingana na vile Mungu alivyomwelekeza. Tena wakati alisikia vile Eve anajibu yule serpent, angesimama kwenye mwanya na akosoe Eve, na hawangeingia katika hiyo nafasi ya kujiraumu na kujidharau. Hawangeingia katika nafasi ya kufanya ulimwengu wote uweze kupokea kifo. Bwana asifiwe. Na wakati mwingi ninazungumzia wamama, ninawaambia ya kwamba wewe mwanamke uko hapo, uko na watoto na uko na mume, ama pengine hauna mume lakini uko na watoto, ama hauna watoto na uko na mume, uko na familia yenu. Wewe ndiye jicho la Bwana, na ukikosa kutambua wewe ndiye jicho la Bwana na umeokoka, wewe hauna faida hata kidogo ndani ya ile familia. Hauna faida ndani ya ile nyumba, hauna faida ndani ya ndoa yako. Wakati umekosa kutambua wewe ni nani, kwa nini umeitwa, kwa nini umechaguliwa, kwa nini umepelekwa chini chini ya mtumishi amepakwa na Mungu mwenyewe, sio kupakwa na watu. Amepakwa na Mungu mwenyewe, na wakati amepakwa, amepeanwa kwako akufundishe, akuelekeze, alafu unadharau kile anacho kuelekeza nacho. Bwana asifiwe. Wakati unapokidharau, wajidharau wewe mwenyewe. Wakati unapokipinga, wajipinga wewe mwenyewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu tazama uone. Mungu akamchagua Adam na akamweka katika shamba la Edeni. Adam mpendwa wa Mungu, Adam kazi ya mkono wa Mungu, lakini hakutilia maanani mapenzi ya Mungu. Alisababisha ulimwengu mzima uweze kupokea nini? Kupokea kitu tunachokiita kifo. Dhambi na mauti ikaweza kuenea ulimwenguni mwote kwa sababu ya kutotilia maanani sauti ya Bwana ndani ya nyumba la Bwana. Ni watu wangapi wanatilia maanani wakati mtumishi wa Bwana anapohubiri? Ndio ninakwambia, nawaambianga wamama kila wakati, tatizo mambo mengi mnaona yakiendelea ndani ya nyumba, ndani ya ndoa. Mengi ukikaa chini uweze kutafakari, utaona wewe ndiye sababu. Utajikuta saa ingine na mara mingi wewe ndiye sababu, kwa sababu umekosa hekima. Umefanywa kuwa mlinzi wa kuchunga familia, lakini wewe umekaa kama wewe ndiye utalizwa. Na yule anataka aweze kukuongoza ama ni ate sasa unaona ni bwanako. Na bwanako hajui neno. Bwanako hata haendi kanisa. Watoto wako hata hawajui mambo ya neno nini. Saa ingine ni watoto wadogo. Bwana asifiwe. Wewe ndiye unafaa kuwa katika umakini wa kutambua na kuelewa mapenzi ya Bwana katika siri iliyofichwa kabla msingi wa ulimwengu kuwekwa ndani ya neno. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati mnaona nyumba zinaboromoka, mwanamke uko wapi? Mwanamke uko wapi? Wakati nyumba zinapoboromoka, wakati watoto wanapopigana, wanapofika katika nafasi ya kutoelewana, mama jiangalie, baba jiangalie. Usiwe wewe ni kama Adam. Yule alifanya Kain aweze kumuua Abel.
alisababisha kifo ndani ya nyumba yake. Kifo ya kwanza ya nini? Physical ilipatikana kwa Adam kwa nyumba. Tena kifo ya kwanza spiritual ilipatikana tu kwa Adam. Kwa sababu ya Adam kutokuwa na hekima. Alikosa kutilia maanani neno la Bwana ndio liweze kuwa hekima. A revelation knowledge ndani ya moyo wake. Haleluya. Hivyo ndivyo siku ya leo watu wengi walivyo ndani ya nyumba la Bwana. Wanaenda tu kanisa waende. Kwa sababu wamesoma, wameenda wameenda colleges za Biblia. Bible college. Sasa wao hakuna mtu kuingia ndani ya Bible college. Hata Yesu hakuenda Bible college. Mitume hawakuenda Bible college. Bible college ni wewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu hata ukienda kufundisha, haufundishi neno linaoelekeana na mapenzi ya Mungu. Wafundisha tu yale yasiyo na msingi. Haiandamani na kazi ya Kristo. Ni sheria tupu unawapa watu. Nayo sheria ile inawaua. Sheria ile inawaondoa katika nafasi ya Mungu. Wanakaa katika nafasi. Kila wakati wako na hukumu. Kila wakati wanangoja kifo. Kila wakati wanaogopa. Kila wakati mioyo yao haipumziki. Sababu kile hata kama ulienda Bible college, haukusoma kutokana na pendo lililotoka ndani ya Mungu kumpitia mwanae Kristo Yesu. Haukufundishwa kazi ya Kristo. Haukufundishwa kwa nini Kristo alikuja ulimwengu. Kwa nini alikufa. Hata kama ulifundishwa, haukuelewa. Mlango wa moyo wako wa kutambua siri imefichwa ndani ya Kristo. Haukuitambua vyema. Wewe ulikuja tu na sheria. Ulikuja tu na miracles and wonders. Na si vibaya, ni nzuri, hata mimi napenda na ninafanya. Bwana asifiwe. Lakini kuna kikubwa kuliko miracles and signs, miracles and wonders. Kuna kitu kikubwa kuziliko. Kuna kitu kikubwa kuliko kuhubiri. Kuna kitu kikubwa kuliko kuomba. Na mtu yeyote yule hata hajatambua hiyo kitu, kazi ya Kristo Yesu ile aliyoifanya wakati alipokufa, akazikwa na akafufuka. Usipotambua ya kwamba wakati ulikuwa college, ya kwamba ama wakati umekaa chini wewe mshirika wa kanisa fulani, umekaa chini na hujatambua kufa kwa Kristo Yesu na kuzikwa kwa Kristo Yesu na kufufuka kwa Kristo Yesu, kumeanzia from Genesis to Revelation. Wewe uko bali sana na kutambua ufalme wa Mungu na kazi ya Mungu vile inavyofanyika. Bwana asifiwe. Adam, kwa sababu ya kufunga sikio lake, akasababisha ulimwengu wote uweze kuwa na kukadhurumika. Ni kwa ajili ya kuwa ignorant. Hakuna kitu kinakuanga kibaya katika maisha ya mwanadamu kama ignorance. Wakati unaignore na lile kitu unaignore, unaelewa faida yake, lakini wewe unaona tu kikawaida, na kuambia hakuna mtu mjinga ulimwenguni kama wewe. You are foolish, stupid. Wakati wote unaignore kile kinao msaada wa umilele, unataka tu kile kiko na period fulani alafu kiondoke. Sheria ilikuwa ya wakati, ilikuwa imediletwa na ikatawala miaka for 30 years. Haingeweza kuzuilia etano umilele wa Kristo na Mungu pamoja
ukose kuendelea na kutimiza yale yote Mungu aliyokuwa ameipanga kabla sheria haijakuja. Ninamshukuru Baba yangu kwa sababu ya kuweza kufanya mimi niweze kutambua sheria ilikuwa tu ya kupita. Sheria ilikuwa tu kitu, haikuwa na msingi. Lakini wakati ule Kristo alipokuja, neno linasema ya kwamba tukafanyika kuwa grounded and rooted in Christ. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Sasa wakati tumesoma hiyo, tumesoma katika Genesis 3:6 tukaona ya kwamba Genesis 3:6 tukaona ya kwamba wakati ule Eve walizungumza na serpent, alifika katika nafasi ya kuona ya kwamba, na hivyo ndivyo watu walivyo makanisani, kuwa na visababu nyingi. Muti uyu nguria ni tondu ni mwega wa kuhigia mundu, ni mwega wa kuma irio, na ni mwega wa gutuma mundu eke atia. Yani wina visababu. Hizi visababu zote hazikuwamo ndani ya Mungu, hazikuwamo. Lakini Adam and Eve walifika katika nafasi ya kuwa na sababu ya kuutumia ule mti Mungu alimwaambia wasile. Jambo la kwanza, neno linasema ya kwamba mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa kula, wapendeza macho, na mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa akala, alikula. Sababu zake si ndio zilimfanya aweze kutumia ule mti. Na hii ndio ilikuwa nafasi ya Adam and Eve, ya kwanza na ya mwisho, ya kuamua aidha kuandamana na Mungu ama kuachana na Mungu. Bwana asifiwe. Huu ndio ulikuwa wakati wao, Adam and Eve, ushirika wao na Mungu uweze kuwa kamili eternally. Sababu hawakuwa wamefika katika nafasi ya etano inakuja wakati gani? Wakati mtu amejiamulia, nitamfuata Mungu ama nitamfuata shetani. Bwana asifiwe. Wakati ule trials zilikuja kwa Adam and Eve, kwa sababu ya ignorance, waliweza kuchagua kufuata shetani. Na kutoka hapo, uamuzi wowote utokanao na Mungu na mwanadamu, Mungu haingilii, sababu ya umejichagulia. Na akiingilia kuchagua kwako, atakuwa yani hata yeye anafanya vibaya. Ni kama vile hata wewe uamuzi wako ukiona unaingiliwa, unaambia mtu huyo ndio uamuzi wangu, usiingilie. Hata ulete mabaya, ulete mazuri, ni mimi nimeamua. Unamkomesha sababu ni uamuzi wako. Kile kitatokea baadaye, wewe utaandamana nacho mwenyewe. Nao Adam and Eve, wakati walipokula mti wa ujuzi wa mema na mabaya, namba 7 inasema, namba 7 Kiswahili, wakavubuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Watu walikuwa hawajui kazi ni nini. Watu walikuwa hawajui kuchoka, wala hawakuwa na uoga wowote, hawakuwa na hukumu yoyote. Wakati walipokula ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, matunda yake, walianza kazi mahali pale mara moja, sababu wakati macho yao ilifunguka, iliwapa kazi.
wakaenda kutafuta majani ile watakao shona iweze kufunika uchi wao. Haleluya. Ule uchi ninanena juu yake sio uchi wa mwilini, si wa matiti ama wa viungo vya kunia na kukojoa. Hapana, ule uchi ni wa moyoni. Wakati hukumu ilipoingia ndani ya mioyo yao kwa kile kitendo wamekitenda pamoja, mioyo yao ikawastaki, sababu kazi ya Shetani ni ya kustaki. Kazi ya Shetani ni kustaki, kulaumu. Laumu ikaingia mara moja. Adam akamlaumu mkewe, mkewe akamlaumu nyoka. Bwana asifiwe. Tofauti ikaingia. Watu hawakuwa wanajua uoga ni nini. Uoga ukaingia, wakaanza kujificha Mungu. Wakati tumeingia ndani ya nyumba la Bwana na wakati tulipozaliwa na watu walikuwa wanajiita wa Kristo, wakati wote tunakuanga ndani ya neno la Bwana, tuweze kujua ya kwamba tusipochunga lile neno tunalolisikiliza, linaweza fanya mioyoni mwetu tukujae hukumu. Na njia moja hii, wacha nisome neno katika kitabu ya Roman 4:15. Itaingia nini? Hiyo hukumu, hiyo laumu, hiyo mambo na njia gani? Sababu kuna kitu kimoja kilileta hiyo ndani ya ulimwenguni, ndani ya familia ama mahali popote. Because the Roman 4, because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. Ate kwa sababu sheria ndio ifanyayo hasira. Sheria, mahali popote sheria inahubiriwa, watu wanakuanga na hasira. Watu wanakuwa na sheria ndani yao na hasira ndani yao. Inasema hivi, hasira, maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa. Wakati wowote sheria haimo, hakuna kosa lolote. Sheria ilileta nini? Sheria ilileta makasiriko. Sheria ilileta kifo. Sheria ilileta kuchanganyikiwa. Sheria ilileta vita. Bwana asifiwe. Na ndio nimekwambia, hata wale wanaenda Bible College ni lazima waweze kuelewa, kutambua, kutafakari mambo ya kupitia neno ya kutofautisha hili neno na hili. Lili linaelekeza mtu wapi na hili linaelekeza mtu wapi. Bwana asifiwe. Sheria yoyote ndani yetu inatuua. Sheria yoyote ndani yetu inafanya makasiriko iweze kuingia. Sheria yoyote ndani yetu inafanya mtu aweze kufika katika nafasi ya kutojitambua ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Yesu akasema katika kitabu ya Roman 10:4, mimi ndiye nimefika kuwa mwisho wa sheria. Yesu ndiye aliondoa sheria, ndio wote walio ndani ya neema waweze kuokolewa. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati nilipokuwa ninasoma hayo, nikaona ya kwamba mwanadamu asipo ama Mkristo asipo tabua Ukristo wake kikamilifu, utachanganyikiwa. Mkristo akiwa chochote anakutana nacho anakula, atajiangamiza mwenyewe. Mkristo anafaa kuelewa na kutambua hakuna chakula kingine chochote unafaa kukikula
isipokuwa tu kile kimetokana na neno la Bwana, kile kinanena kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo Yesu. Na neno la Bwana sio yote ndani ya Biblia inafaa kukuongoza. Wale watu wote waliongozwa na sheria ya Musa walikufia nyikani. Neno likasema ya kwamba ile mistari tulikuwa tunasoma na wewe jana katika kitabu ya Roman 5:12, 13 and 14. Alafu inasema tukaona ati watu walifanyika kuwa wenye dhambi, lakini sio kama vile ile dhambi sio kama ile dhambi Adamu aliyoifanya. Number 2, neno linasema ya kwamba ati dhambi kutoka wakati wa Musa, number 14, kutoka wakati wa Adamu mpaka wakati wa Musa watu walitawaliwa na kifo. Kwa hivyo mauti ilitawalia watu from Adam to Moses. Kutoka hapo Christ akakuja. Wakati ule Kristo alipoingia katika ufalme, kifo kiliondolewa. Yesu ndiye alifika kuwa mwisho wa kifo. Kile kilikuwa kimeletwa na sheria ya Musa. Sheria ilijaa kifo. Sheria iliangamiza watu wengi. Sheria ilifanya mababa wetu wa zamani wakose kufika katika mji wa ahadi. Watoto wao ndio walifika katika mji wa ahadi. Bwana asifiwe. Sababu hawa hawakuamini neno la Bwana. Mpaka Musa mwenyewe hakuingia mji wa ahadi, hata kama Musa Mungu alimpa neema. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukitoka hapo, nataka tuweze kusoma pamoja nawe ati wakati ule hawa watu walikula tunda la ujuzi wa mema na mabaya, kuna jambo liliweza kuingia ndani ya moyo yao wakati walikula tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Katika kitabu ya 1 John, katika kitabu ya 1 John inasema, tusome na wewe 1 John 3:21 inasema, wakati wote mtu amepinga kazi ya Mungu isifanye kazi ndani yao, neno la Mungu lisifanye kazi ndani yao, kuna kitu kimoja kinaingia ndani yake. Ati neno linasema ya kwamba, beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. Hebu nikuuliza swali moja. Kwa nini Adam and Eve waliweza kujificha Mungu? Walijificha Mungu kwa sababu hili neno linalenga kile walifanya. Na njia gani? Watu wale wakati walipokosoa sauti ya Bwana, wakati waliignore ama wakati walidisobey the word of God, kile kiliingia ndani ya mioyo yao ni condemnation. Hebu tazama uone. Neno linatuambia kwamba na Kiswahili, wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri kwa Mungu. Mtu yeyote yule neno la Bwana halifanyi kazi ndani yake, ni nini kiko ndani yake? Ni hukumu. Na hukumu wakati wowote imo ndani yako, hata ukiombea wapi, Mungu hawezi kukusikia. Sio mimi ninasema, ni neno. Ate wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, isipotuhukumu tuna ujasiri kwa Bwana. Adam and Eve wakati walipokula tunda na macho yao ikafunguka, wakati macho yao ilipofumbuka walijiona wakiwa uchi. Confidence ikawaondokea. Confidence ikawaondokea. Wakati confidence ya God iliweza kuwaondokea, nini kiliingia ndani yao? Condemnation. Wakati hukumu ilipoingia ndani yao, walianza mara moja kujificha Mungu. Mungu alienda kuwatafuta
wakisikia miguu yake wanatoroka na uko mbele, mpaka Mungu akawauliza, Adam, uko wapi? Naye Adam akamwambia, nimekusikia bustani nikajificha. Mungu akamuuliza, kwani mlikula tunda lile nilimwambia msile? Sababu Mungu alijua hakuna kitu kingine kinaweza fanya Adam aweze kujificha yeye, kuwa na condemnation, yani kukosa confidence kwa Bwana, isipokuwa tu kula tunda la ule mti aliwaambia wasile. Naye akamwambia, ni bibi yangu. Wakaanza kuingiliana. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati unaposikiliza neno la Bwana ndani ya nyumba la Bwana, na wakati wowote utafundishwa na mtu asiye na hekima ya neno, wakati anapofundisha atakuchanganyia sheria na neema, na wakati atakaposichanganya atakuua. Na si kukuua uzikwe, atakuua spiritually. Ukigoja kufa sasa uzikwe pasipo ujasiri wa Bwana, pasipo neema ama righteousness ndani ya moyo wako, utakufa tu kama mnyama. Utajikuta katika nafasi kila wakati hauna confidence. Wajilaumu mwenyewe na walaumu wale walio surroundings. Haleluya, Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Kwa hivyo wewe usipokuwa na ufahamu katika neno, omba Mungu akupe mtu yule yeye mwenyewe amemtuma, mtu ako na hekima, mtu ako na understanding, revelation. Bwana asifiwe. Mtu anayetambua ile kazi Kristo Yesu alikuja kufanya na ile alikuja kuondoa, na kile Musa alileta na vile Yesu alidiru nacho. Usipotambua mambo haya yote, utaingia katika shimo ukiwa tu unarabasaika, ukiwa tu unaomba usiku na mchana, ukiwa tu unafanya fasting ya 40 na 50 days, na tu unayafanya yote ukiwa tu kuzimu, ukiwa tu katika mwangamio maishani mwako. Utahubiri ukiwa tu katika mwangamio, sababu haudistinguish kile kinachohitajika uweze kukipokea na kile kingine uweze kuthrow out. Haleluya. Yesu akakuja akaondoa sheria na akaiweka kando, ndio neema ipate nafasi. Na ndio hata Yesu hawangetawala pamoja na John the Baptist. John the Baptist hakukufa kwa sababu alikuwa mzee. Hapana, walikuwa ameachana na miezi na Christ. Lakini aliondoka sababu yeye alikuwa chini ya mamlaka ya sheria, na sheria na neema haigeandamana. Yesu akapata nafasi na kibali sasa ya kuendelea na kueneza injili ya kweli itokanao na ile kazi Kristo aliyokuja kuifanya hapa ulimwenguni. Haleluya, Bwana asifiwe. Tukiangalia neno linasema, kabla nitoke hapo, katika kitabu ya Isaya, Isaiah 59:2 inasema but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Lakini maovu yenu yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu,
na dhambi zenu zimeuficha uso wake usiuone, hata hataki kusikia. Nini hii kimeandikwa? Kimeleta utofauti, kimefarakanisha mimi na Mungu wangu. Dhambi, iniquities, sin and iniquities. Wakati Adam alipokuwa katika shamba la Edeni, hagehesabiwa kuwa mwenye dhambi na hangeuawa, na kifo kile kilikuwa kina move katika anga. Hangekufa na hagehesabiwa kuwa mwenye dhambi. Lakini wakati ule sheria ya Musa ilikuja, ilihesabu kila kitu kuwa dhambi. Bwana asifiwe. Na sasa hapa, mtu yeyote yule ni mwenye dhambi hawezi kuwa pamoja na hawezi patana na Mungu hata kidogo. Bwana asifiwe. Neno linasema ya kwamba have separated. Separate haisimamii kifo cha mwilini. Separate hii tunasoma juu yake, hii iniquities ni spiritual. Inafanya wewe na Mungu msipatane hata kidogo katika ulimwengu wa rohoni. Bwana asifiwe. Lakini wewe uko hai tu. Wewe ni mtu hai. Unazaa, unafanya kila kitu. Lakini wewe na Mungu hamuna mapatano, sababu kuna kitu kimesarabatisha wewe msiweze kupatana. Imekufanya kuwa separate between you and your God. Hivyo ndivyo Adam and Eve pamoja na Mungu walifanya. Adam waliseparate. Adam and Eve walifanyika kuwa separated na their God. Na hiyo separation sio ya kifo, ila hiyo separation ilifanyika katika maisha yao ya rohoni, spiritually. So waliendelea tu na mambo yao kikawaida, but katika mioyo yao, katika nafasi ya rohoni, hawakupata mwongozo tena wa Mungu. Hawakusikia wema na neema ya Mungu tena katika maisha yao. Walikutana na hali na mambo machafu kama vile watu wanaokutana siku ya leo. Matatizo, shida zikaanza kuwalemea. Wanyama walikuwa wako na authority juu yao, ikaanza kuwauma na kuwakibisa. Wanyama walikuwa wanawatii, hawakuwatii tena. Bwana asifiwe. Mashamba ilikuwa inadondoa chakula, ikakauka. Ikawa sasa hakuna unyevu na hakuna utere wa chakula kama vile ulivyokuwa bereni. Sababu hata ukiangalia kila Adamu aliambiwa utakula kwa shida, utazaa kwa uchungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo matatizo, shida, calamities, problems sikashuka kama zimetumwa katika maisha ya mwanadamu. Magonjwa, diseases, infirmities ikapata nafasi na kibali ya kufanyika ulimwenguni. Watu wakazaliwa wakiwa na infirmities. Watu wakawazaliwa, yani kukawa magonjwa haina kinga. Bereni hakukuwa na kitu kama hiyo, kwa sababu dhambi kumpitia mtu mmoja ilisababisha wema wa Bwana usiwafikie watu katika ulimwengu. Lakini ninashukuru Bwana kwa sababu neno linaendelea kutufundisha na kutuelekeza kulingana na mapenzi yake. Ikasema, wacha nisome ule mstari wa Corinthians. Corinthians inasema, Corinthians 1. First Corinthians, sorry.
1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15:21. 1 Corinthians 15:21. Inasemaje? Inasema, for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu Adamu. Hiyo ni Genesis. Kadhalika na kinyama na kiama tuseme miracle na kiama resurrection, kwa sababu resurrection ni kitu yenye hata ukijaribu kutafakari hautatambua vile Yesu alifufuka katika mauti. Resurrection, kiama ya wafu ililetwa na mtu. Ufufuo wetu wa wale wote tulikuwa tumekufa kwa sababu ya mtu mmoja, Kristo naye akaileta. Kwa hivyo wafu wakafa ni kwa ajili ya mtu mmoja. Number 2, ufufuo ukaletwa tena na mtu mwingine mmoja, Christ. Number 22 ikasema, for as in Adam all die. Si unaona? Ndani ya Adam sisi wote tukafa. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made life. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watauishwa. Bwana asifiwe. Sisi tumeshauishwa. Wale tuajua kuhusu ufufuo ule, resurrection iliyokuja na Kristo Yesu. Sisi tumeipokea tu ndani yake. Tumeiamini kazi ya Kristo. Tunakalia kazi imekwisha. Kristo alimaliza kifo. Kristo alimalisha dhambi. Sisi si wenye dhambi. Haleluya. Tunaitwa wakamilifu, watu wasio na mawaa. Tunaitwa wenye haki, watu hawawezi hesabiwa kuwa dhambi. Hivyo ndivyo Romans 8 inasema. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya mtu mmoja yule alitolewa na baba yake Yesu Kristo, alitolewa na Mungu akaja ulimwenguni, na udhaifu wote ulikuwa ndani ya sheria. Ile ilifanya sheria ikose kuwafanya watu kuwa wakamilifu. Christ aliweza kuitimiza mara moja na akamfanya mwanadamu kuwa mkamilifu na kuwa mwenye haki kulingana na mapenzi ya Bwana. Haleluya. Nashukuru Bwana sana sababu ya wingi wa utukufu wake. Alafu na nafasi ile ingine nataka tusome ni katika kitabu ya Roman 6:23. Roman 6:23. Roman 6:23 inasema ya kwamba for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kwa sababu kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Nani alikufa kwa sababu ya dhambi? Ni Adam. Na akasababisha mtu yeyote aliye ulimwenguni afanye nini? Afe. So mtu yeyote yule aliye na dhambi, kile kinaomfuata ni kifo. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Christ ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Yesu Kristo alikuja na uzima, lakini sheria ilikuja na mauti, ilikuja na kifo. Kwa hivyo watu wale wote wako chini ya sheria, wako chini ya kifo. Na kifo kile sio ya kuwaua mwili.
Kile ni kifo kinatawala katika maisha yao ya mioyoni. Mioyo yao haiwezi kuwa na amani. Maisha yao iko na mwisho. Kila wakati wako na uoga. Condemnation inawatangulia. Kila jambo wanafanya wanaona kama ni dhambi. Wanashida wakitubu usiku na mchana. Hawaelewi wasimame namna gani ala watende namna gani. Usiku, kila saa, kila dakika wanajishuku. Yesu alikuja kuondoa hiyo hukumu. Yesu alikuja kuondoa hiyo dhambi. Unajiita mwenye dhambi. Yesu alikuja kuondoa hiyo kutubu kwa kila siku. Sababu atubuye kila siku ni mtu amejiamulia kuwa mwenye dhambi. Bwana asifiwe. Haya ndio watu hawapendi kuambiwa na kuelekezwa. Hakuna mahali nilikuwa ninaona Yesu wakati Yesu amefika kwa mitume anawaambia inueni mikono tuombe na tutubu. Hakuna. Na hakuna mahali Yesu alitaja kuhusu kutubu. Hakuna katika Biblia. In New Testament Yesu hakunena kuhusu kutubu. Mitume ndio walinena, lakini Yesu hakutaja kitu kama hiyo. Bwana asifiwe. Kwa sababu alikuwa anajua yeye ndiye amekuja juu atubu kwa niaba yetu. Aweze amekuja kutusamehe dhambi. Alafu aanze kutuambia tutubu. Na yeye ndiye amechukua ile jukumu ya kufa kwa ajili yetu. Namna gani tena anatuambia tuchukue jukumu? Hapana. Jukumu ni yake. Yeye ajue vile atafanya, sababu amejitoa kusimama kwa niaba yetu katika kifo. Akafa kwa ajili yetu, sisi tukachukua uzima wake, yeye akakuchukua kifo yetu. Tukachukua amani yake ile aliyokuja nayo, nasi tukampatia uchungu uliokuwa ndani ya mioyo yetu. Na hivyo ndivyo Isaiah 53 inatuambia. Haleluya. Umaskini wetu wote aliuchukua. Akatupa utajiri uliokuwa ndani yake, aliyokuwa nao. Akatupatia utajiri wote wa rohoni. Naye akachukua umaskini wetu wote, akauondoa. Bwana asifiwe. Haleluya. Hali yote tulikuwa nayo ya kuwa watu wasiopendeka, alisababisha Mungu atupende. Kile kilikuwa kimetupa, yani kimeweka baria katikati yetu ya mwanadamu na Mungu, Yesu Kristo ndiye alikiondoa. Kwa hivyo kiabazi kile kilikuwa kimesimama katikati akakiondoa. Mimi na Mungu tukapatana, wewe na Mungu mkapatana, mkawa kitu kimoja, kwa sababu ya kutambua Kristo amefanya kazi ya kutusamehe dhambi na kuondoa hali yote ya umaskini, hali yote ya uovu, hali yote ya mambo yale yote tulikuwa tunastakiwa na yule muovu Shetani. Sababu wakati tu Adamu alifanya, Shetani alisimama katika nafasi ya kumstaki. Sasa hata nistaki tena, sababu Yesu aliondoa kile kilikuwa kimesimama mahali pale. So nimesoma hiyo hiyo 6:23 Roman. Kutoka hapo nitaweza kusoma Ephesians 2. Ephesians 2 mstari wa 12. Ephesians 2:12 inasema hivi ya kwamba at that time you were without Christ, being alien from the commonwealth of Israel, and strangers from the
and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Kwamba zamani zile mulikuwa hamna Kristo. Yes, wakati huo dhambi ilipoingia ulimwenguni tulikuwa hatuna Kristo. Mumefarakana na jamii ya Waisraeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Mulikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Kwa hivyo Yesu hatukuwa tunajuana na hatukuwa tunajuana hata na Mungu. Hata kama tulikuwa tunasema sisi ni wana wa Mungu, hatukuwa wana wa Mungu kulingana na neno. Yesu ndiye alikuja kufanya watu wale waligeuka, wale walimwamini wakageuka, waweze kuitwa wana wa Mungu. Hakuna mtu angeitwa mwana wa Mungu kama hajageuka. Wakati tulipogeuka na kuliamini neno na kumwamini yeye aliyetumwa, kuamini kazi ya Kristo Yesu, kuamini kifo chake, msamaha wake wa dhambi, ule alitusamehe, hapo ndipo tulifanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo ulimwenguni watu wengi wale hawajatambua haya, hawamjui Mungu na hamjui Christ. So hakuna kitu kimewapatanisha pamoja na Mungu. Wao wako tu wanaongea, wako na masomo, wako na PhD, wako na degrees, wako na utajiri mwingi na vitu nyingi. Wao wanazunguka countries mahali wanataka wanaenda, lakini Mungu ni mgeni kwao. Christ ni mgeni kwao. Hallelujah. Sababu mpatano yetu na Mungu ni Christ. Ni Christ himself. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wakati tulikuwa bali, Mungu alituleta karibu. Kwa watu wale wote walioamini, waliletwa karibu, wakaweza kupitia damu yake Kristo Yesu, tukaweza kuitwa wana wa Mungu. Inasema 13, but now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mumekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Tumefanywa kuwa karibu katika damu yake Kristo Yesu. Kwa kuamini hiyo damu, kazi ya Kristo Yesu, tukaweza kuwa karibu. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu nataka kumalizia hapo. Siku ya leo nataka uweze kujijua na kujitambua katika maisha yako ya rohoni. Wewe ni nani? Na kama Mungu aliweza kumrudisha Adam and Eve katika shamba la Edeni, ama kumrudisha katika mahusiano, mapatano yao wenyewe. Unajua alifanya ni wapi aliwapatanisha? Unajua watu wengi wanajua tu Adam and Eve walikula tunda na wakawa wenye dhambi. Andu aingi makoragwo makomete hau. Andu aingi matiore wacokire gwithie na mbere. Ona matioi moetu ni arĩire itunda no horo githira. Riu ni Adamu na Hawa ni ehia matũraga ati maheraga. Riu ugeciria uguo niguo reciria. Mungu hata hakungojea wakae. Mungu hakungoja wakae wasiadapt hiyo maisha ya kishetani. Na wewe wakati ulipozaliwa, Mungu hataki ukae kabla haujatambua upendo aliyekupenda nayo. Mungu akataka Adam and Eve waweze kutambua upendo wake. Katika kitabu gani? Genesis 3:21. Acha tuiangalie. Genesis 3 mstari wa 21 inasema, and to Adam also add to his wife did the Lord God make goats of skins and clothed them. Bwana Mungu akawafanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi
akawafika. Pale mwanzo wakati Adam alikuwa hawajapatana na yule serpent, hawajakula tunda, walikuwa wanaiguo, walikuwa na wamefikwa utukufu wa Bwana. Tena wakati ule walifanya dhambi na wakatoka katika shamba la Edeni, wakati walienda na huko, Mungu aliwahurumia. Tumesoma na wewe katika Ephesians 2. Mungu alishikwa na huruma, alipata huruma kwa ajili yao. Mungu kwa upendo wa vile aliumba mwanadamu kwa upendo wa ajabu, aliweza kuchukua mwana-kondoo akamchinja, na wakati alipomchinja yeye mwenyewe Mungu akamvalisha Adam and Eve ngozi ya kondoo. Siku ya leo hiyo ni kusema nini? Kwa sababu ya vile Mungu aliupenda ulimwengu, alimtoa mwanae wa kipekee aje ulimwenguni aweze kusamehe mwanadamu dhambi zake. Sio mwanadamu anafaa kutubu, kunaye yule alisimama katika nafasi ya kutubu, na ndiye Christ, na ndiye our God. Yule alisimama katika mwanya wa kuwafalisha Adam and Eve, hata kama walikuwa wamekula tunda la ujuzi wa mema na mabaya, akawafalisha hiyo nguo, ngozi ya kondoo. Ile ilikuwa ya kudumu, ya kukaa. Sisi tumepatiwa sio kitu ya kukaa, ni kitu ya kudumu umilele. Sisi tumepokea salvation through Christ, kupitia kufa kwake, kuzikwa kwake na hata kufufuka kwake. Tumepokea uzima ule uliokuwa alikuwa amenyang'anywa. Sisi wakati alipofufuka, hapo ndipo tulipokea huo uzima kutokana na kifo chake. Sasa hivi wale wote wameamini kazi ya Kristo Yesu, na wale wote waliomwamini na kumpenda, aliwafanya kuwa watoto wa Mungu. Hakuna mtu anafanywa mtoto wa Mungu na kutubu kwake na kukaa vizuri na kufurahi na kuongelezea watu vizuri na kwenda kuwaona na kuwalipia madeni na kutoa pesa nyingi na kusimamisha kazi ya Mungu sana. Hapana, haitatoka na hiyo hata kukula mesa ama kutoa tithe ama kutoa sadaka nyingi ama kupenda mzazi ama kupenda watoto. No. Usijisifu na mambo kama hayo, wala kuhubiri na kuomba masaa mengi na kufunga siku nyingi. Hayo yote haimo ndani ya neno. Neno linatuambia ya kwamba wale wote waliomwamini, haleluya, wale wote waliomwamini, si wale wote waliiba sana, sio wote walihubiri sana, sio wale wote walikula mesa, sio wale wote walitoa tithe, sio wale wote walitoa sadaka, sio wale wote walienda kanisa, sio wale wote walifanya harusi, sio wale wote walitubu. Hapana, hakuna kitu kama hiyo. Wale wote walioamini. Wacha tusome na wewe John 3:16. John 3:16 inasema ya kwamba for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie. Sio kila mtu aenda kanisa, sio kila mtu afungae, sio kila mtu atoae tithe, sio mtu anahurumia watu na kuwapa chakula. Hapana, hakuna kitu kama hiyo. Sio kwa sababu unahubiri. Ni yeyote yule aaminie asipotee, aaminie asipotee. So watu wengi wamepotea. Watu wengi wako katika njia ya upotofu, bali wawe na uzima wa milele. Wawe tu na uzima wa milele. Uzima wa milele unatoka katika kuamini. At 15 inasema that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. 15.
that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Mungu alimtoa kwa ndio yeyote yule atakayemwamini awe hatapotea, lakini ataweza kuwa na uzima wa milele. Nashukuru Bwana sana. Nampenda Mungu sababu ya ufunuo wake, kwa sababu ya mwelekezo wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu, ndani ya mioyo yetu, katika wokovu wake Bwana. Sisi tumepewa kibali, sisi tumepewa nguvu, sisi tumepewa mamlaka, sisi tumepewa utawala ndani ya Kristo Yesu. Sisi tumefunguliwa, hatuna dhambi kamili kamwe, hatuna kitu tunaweza stakiwa. Asante Bwana wangu, Mungu wangu, kwa uwezo huo na kwa mamlaka hayo. Asante ni kwa sababu watu hawa wamefunguliwa, wameokolewa, wamepewa uweza, wamepewa kibali, hawana tofauti pamoja nawe Christ. Nashukuru. Wacha tuombe. Bwana wetu, mfalme wetu, tunakushukuru na tunasema wastahili sifa. Wewe ndiye tunaye tazamia kila usiku na mchana, na wewe ndiye tunayeamini. Asante ni kwa sababu ya haki yako na utukufu wako ule Bwana umetupa kuwa ulinzi wetu katika maisha yetu, katika rohoni mwetu, na katika uwezo wote ule Bwana wewe umetupa. Kwa kuinua tukutukuza ni kwa sababu pendo lako ni ajabu na ni kuu kuliko vitu vyote, na ni katika jina lako Yesu Kristo wewe umetudumisha katika nafasi hiyo. Unaendelea tu kutudumisha, na tutaiba wimbo wa utukufu na wa amani katika maisha yetu, katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen.